Kwa kutumia mawe unawezaje kutengeneza ulinzi kwenye nyumba yako? Leo nakwenda kuelekeza namna gani unaweza kutumia jiwe hili au jiwe hili moja kuweza kutengeneza kinga mwenyewe ambayo utaiweka nyumbani kwako kwa ajili ya kulinda nyumba yako siweze kuingiliwa na watu wabaya, vitu vibaya, kwa ajili ya ulinzi wa nyumba yako wewe na familia yako. Wewe unachezewa na wachawi, wanakuja nyumbani kwako kuwachezea usiku na vitu kibao tu ambavyo unajua kabisa kwamba hivi vinatokana na watu wabaya, basi unaweza kutumia jiwe hili kufanya hichi nitakachokuelekeza. Hapo zamani kabla ya kuja kwa hizi dini ambazo zimeletwa za kigeni, watu walitumia njia mbalimbali hizi za jadi. Walitumia vitu vya asili kama kinga au kama tiba kwenye matatizo mbalimbali ambayo yalikuwa yanawapata. Watu walikuwa wanafanya matambiko au hizo ibada za jadi ambazo zilikuwa wanaomba, yani kupata ulinzi, kupata baraka, kutoa sadaka kama vile wanyama kwa miungu yao hiyo zamani kabla ya kuja kwa dini. Pia walitumia kama miti shamba, mimea mbalimbali ambayo ilikuwa ni kama dawa ambayo inatibu magonjwa yao kipindi hicho, sasa kabla ya kuja kwa dini. Kwa sasa hivi watu wengi wanakuwa wanadharau zile njia za asili zilizokuwa zinafanyika na watu zamani, wakiamini kwamba zile njia sio nzuri, haziwezi kuwasaidia. Baada ya watu sasa hivi kuwa wengi baada ya kuja kwa dini, watu zile njia za asili nyingi wamezisahau. Lakini njia za asili, vitu vya asili chini ya ulimwengu vinasaidia sana. Ukijua namna gani ya kuvitumia, vitakusaidia mpaka mwenyewe utashangaa. Watu zamani walikuwa wanatumia vitu vya asili kama vile maji ya mito, walikuwa wanatumia kama hivyo mawe, au kuna miti maalum kwa ajili ya kinga, kwa ajili ya kujitibu maradhi mbalimbali. Kwa kuna mito ambayo ilikuwa inajulikana kabisa kwamba maji ya kwenye mto fulani ukiyatumia yanaweza kukusaidia kitu fulani fulani. Ukiogea maji yale na kunywa inaweza kujikinga wewe na familia yako dhidi ya vitu vibaya au watu wabaya. Kwa hiyo vitu vya asili sio vitu vya kudharau kabisa. Haya, moja kwa moja nilitaka kuelekeza namna gani sasa unaweza kutumia jiwe hili kuweza kutengeneza ulinzi kwenye nyumba yako. Unalifanyaje hilo jiwe ili liweze kuwa ulinzi kwenye nyumba yako? Kwanza kabisa utatakiwa utafute jiwe moja tu. Na jiwe hili hakikisha linakuwa jiwe fulani yale mawe magumu. Yaani yanakuwa kama chuma fulani. Yaani linakuwa jiwe fulani kama linateleza, alafu kama ni gumu yanaitwa mawe chuma. Basi lile jiwe ndio utakalotakiwa kulitafuta. Sio lile jiwe ambalo linakuwa kama linamongonyoka hivi. Litakuwa lile jiwe ambalo ni gumu, huwa unaitaga mawe chuma. Kama linateleza fulani, kama ile mawe ambayo yanakuwa kwenye mito au kwenye bahari. Yaani mawe fulani yanakuwa kama yanateleza. Basi utatakiwa kuwa na jiwe lako hilo moja, ndio lichukua kisha utarudi nalo nyumbani kwako. Kisha utakachotakiwa kufanya, utatakiwa uliongelee lile jiwe. Yaani unalishika lile jiwe kisha ukiwa unatamka maneno. Na maneno haya unatamka maneno ambayo wewe unayataka kuhusiana na ulinzi wako, ulinzi wa familia yako, ulinzi wa nyumba yako dhidi ya watu wabaya, vitu vibaya. Utaongea wewe huku ukiwa umelishika lile jiwe. Kwamba mtu mbaya yote atakapofika hapa nyumbani kwangu, ageuzie mlangoni na wala asiweze kufanya kitu chochote ambacho amekuja nacho, asiweze kuja kukiweka hapa kwenye nyumba yangu. Jiwe hili lifyonze vitu vyote vibaya, nguvu zote mbaya ambazo watu watakuwa wamekuja nazo humu ndani. Unaongea huku ukiwa unanuia ukiwa umelishika lile jiwe. Utanuia kila kitu unachokuwa unakitaka ulinzi wako, familia yako, na kila kitu utaongea na vingine ambavyo wewe unavitaka. Kisha baada hapo utatakiwa lile jiwe uliweke nyuma ya mlango wako, au unaweza ukaliekata ukawa kama lile jiwe kama unafanya kuegeshea mlango kwamba usijibamize. Yaani pale kwenye mlango wako unaweza kuweka nyuma au sehemu yoyote lile jiwe liwepo maeneo ya pale kwenye mlango wako. Kwenye ule mlango ambao watu wanatumia kuingilia. Kwa unaweza kuliweka nyuma ukafanya kama unaliweka lile jiwe kama linazuia mlango kwamba usirudi mbele. Kwa namna yote utakavyoweza kufanya, ila hakikisha lile jiwe linakuwa maeneo ya pale kwenye mlango wako ambapo watu wanakuwa wakiingia wanapita. Yaani unajifanya vile kama lile jiwe linazuia mlango usijibamize, unaliweka pale lile jiwe. Na baada ya kuliweka lile jiwe pale, hakika litakuwa linanyonya nguvu zote mbaya kwenye ile nyumba. Watu wabaya wakija, hamna mtu atakayekuja kufanya kitu kibaya pale kikafanyika, na hakuna mtu mbaya anaweza kaingia pale akaweza kufanya jambo lolote ambalo linaweza kukudhuru wewe na familia yako. Na baada ya kuliweka hili jiwe sasa ndani kwako, hakikisha unakuwa mara kwa mara unalisafisha na chumvi ya mawe. Unaweza kukaa kama miezi miwili, unalichukua lile jiwe lako, unachukua chumvi ya mawe, unaweka maji, unalidumbukiza lile jiwe lako. Na pia
usiku, wakati kipindi mwezi ukiwa upo kamili, au tunasema full moon, yani mwezi ukiwa upo duara zima, unaweza ukaliacha lile jiwe lako nje likapata ile nguvu ya ule mwezi, likapata nguvu zaidi kwa kupitia ule mwezi. Kwa hiyo ukaliacha lile jiwe lako nje, kisha asubuhi ndo utaliingiza ndani. Tunasema unakuwa kama unalicharge ili liendelee kupata nguvu ambayo inaweza kukulinda wewe na familia yako. Kwa lile jiwe utakuwa unalisha kwa chumvi, na pia kipindi cha full moon utakuwa unalitoa nje lile jiwe kwa ajili ya kupata nguvu zaidi. Asanteni sana kwa kunisikiliza, na pia napenda kusisitiza kama ni mgeni kwenye channel hii, tafadhali bonyeza neno subscribe ili wa kwanza kuona kila tutakapokuwa tunaposti somo jipya.